Asante sana. Kwa jina naitwa Raudhan Ahmad Masudi Katamirija, ni mfanyakazi nchini Oman, lakini pili ni agents kwa kushirikiana na baadhi ya kampuni na mashirika mbalimbali. Baada ya sisi kupata taarifa za Rahma walioba kutoroka katika nyumba ya mwajiri wake alipokuwa anafanya kazi mwanzo, ni kwamba tulichukua hatua stahiki kama kutoa ripoti polisi, pamoja na kumhakikishia mdhamini wake yule ambaye alikuwa ndo mwajiri namba moja, na kampuni ya Tanzania ambayo iliweza kushirikiana na sisi kutupa ripoti kwamba utorokaji wake, kuna taarifa ambazo yeye Rahma anadhibiti kwamba aliwahi kuleta malalamisho ofisini. Sikuzipata moja kwa moja kwamba kuna mfanyakazi labda ambaye ametokea ofisi ya Tanzania ana changamoto katika nyumba na pamoja na mwajiri wake. Baada ya kuzipata taarifa hizo, nadhani ni siku ile ambayo uliposti kwenye mitandao ya kijamii kupitia Global TV, na mara nyingi watu huwa tunafuatilia kwa wingi. Kwa hiyo baada ya kupata hiyo taarifa, nikamrudia Farida, nikasema huyu nadhani kwa maelezo yaliyopo hapo chini naonyesha ni miongoni mwa wafanyakazi ambao umewaleta wewe na wako wanatumia mkataba wangu tayari. Sasa nilitaka kufahamu kwamba je, kuna ukweli wa taarifa hii? Farida akathibitisha ukweli upo, kwamba ametoroka. Sasa sisi kulingana na mwajiri, bado mtu anakuwa anadai yupo ndani ya dhamana, unatakiwa uchukue hatua kwanza, ima kumletea mtu mwingine au kumuita mezani muweze kuzungumza. Ilifanyika hiyo njia na hatua, na hivi ninavyoongea Rahma yupo tayari anasikia mwenyewe maelezo haya. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna mengine zaidi anaweza yeye akasimulia. Imekuwaje mpaka Rahma akapatikana? Rahma amepatikana kwa njia moja ambayo kitu cha kwanza, baada ya yeye kupata taarifa kwenye mitandao ya kijamii, nadhani aliwahi kutafuta kulingana labda na station iliyomkumba, ilibidi sasa amrudie pia agent wake wa Tanzania kumuomba samahani na aweze kutoa ushuhuda wake ambao amekumbana nao katikati ya safari yake ya maisha ya nje, ambayo si maisha mazuri kwa mujibu wa kauli yake, na si maisha ya furaha kwa mujibu wa kauli yake, na wala apongezi watu kutoroka kwa mujibu wa kauli yake. Hivyo basi sisi tulimuomba Rahma, wakanipa namba, wakasema huyu ni mnufaika wetu ambaye alikuja mwanzo, walimleta manake agent wake wa mwanzo na wa sasa hivi ndo yule yule. Manake mwanzo alifanya contract yake vizuri akamaliza, na dhani akaomba nafasi kwa mara nyingine, akampa tena nafasi. Sasa huwezi kujua hapa katikati labda alikumbana na vishawishi, alifafilika, alifanyaje. Muhimu kwamba alitoroka. Sisi tuna imani kwamba mtu anapotoka mlangoni bila ruhusa ya mwajiri wake, tayari tunamzingatia kwamba huyu mtu ametoroka. Baada ya kuchati na Rahma, nikamwambia uko wapi? Akaniambia mimi nipo sehemu nafanya kazi, na nikamuuliza kwa mkataba wa nani, umeajiriwa na bosi mpya au bosi wa zamani? Nadhani alinijibu ameajiriwa na huyo bosi mpya. Basi nikachukua jukumu au uje ofisini. Akaniambia basi agenti wangu ashanielekeza, lakini uje ofisini sasa hivi kwa sababu nipo kazini. Nilimuuliza swali moja tu, kati ya kazi ambayo unatembea usiku kwa usiku, labda unatembea umejificha, na kazi yenye usalama ambayo ukiamua hata muda wote unaweza kwenda supermarket na bosi wako na madamu wako, ipi bora zaidi? Swali lilikuwa ni zito sana, hakuweza kunijibu. Kwa hiyo nilichukua maamuzi ya kutuma location sehemu alipo, na yeye alifuta location hiyo mwanzo, lakini hakujua kwamba nimeshahifadhi. Nikatuma location katika watu ambao niliwaagiza kazi, wakaniambia mtume mwakilishi, endapo pale alipo atakuwa akileta ubishi au huyo alomiliki akileta ubishi, basi sisi tutachukua hatua za kuchukua gari polisi na kwenda kumfuata. Ukumbuke mwajiri wake hapo wa mwanzo anapiga kelele sana, anadai pesa yake ya mwanzo. Kwa hiyo mimi nilipoona kazi ya kwangu imekwenda vizuri, ilikuwa ni juzi usiku tarehe 17, nadhani majira ya saa 5 usiku, basi Rahma aliweza kupatikana. Ama nani aliyemtorosha, nadhani hili swali atalijibu yeye, na kulingana na hatua za kisheria zilizochukuliwa mpaka sasa ni kwamba Rahma amerudi chini, ameomba msamaha, ameandika barua, nimekutumia hapo, nadhani unaweza ukaitizama. Ni barua yake kwa mkono wake, kwa akili zake timamu. Ukumbuke wakati huo Rahma ana mama yake Omani, ana ndugu zake pia Omani, ambao yani na wenyewe walishtushwa na taarifa hizo. Lakini za chini chini kwamba baada ya kuona tangazo kutoka kwenye mitandao ya kijamii kupitia Google, kupitia baadhi ya watu ambao waliona waposti, wafanyakazi wote waliwaposti nadhani wiki iliyoisha, basi na wao hawakufurahia.
nadhani walimpa ushauri mzuri elekezi na akaweza kufata utaratibu. Kwa hiyo Rahma kwa kifupi amebadilishiwa agent wake wa Tanzania, kamkabidhi kwa agent Farida kwa sababu sisi ni ofisi moja. Kwa hiyo Rahma yupo chini ya Almac Company Limited kwa kushirikiana na Kaduo Company Limited kutoka Tanzania. Chini ya usimamizi mzuri tu, anakula, anakunywa na yuko na afya yake, na tayari barua yake imejieleza kwamba yeye amekiri kuacha hiyo tabia ya kutoroka, lakini anawashauri pia wafanyakazi wasiweze kujaribu, kwa sababu amekuja kukaa chini na kupiga hesabu, amegundua kwamba ndani ya kazi yake ya maisha ya nje ya magumashi tunaweza tukaita anapata riali 10 tu, ambayo akishatoa matumizi yake, akitoa mahitaji ambayo anahitajia, sehemu anapokaa, transport pamoja na huduma za kawaida ambazo anazihitajia. Kwa hiyo anajikuta ni hasara hata kuja kuafford kazi moja kwa moja, faida yake hiyo ya riali 10 itamtake time. Kwa hiyo yeye yuko tayari kutafutiwa kazi ya mkataba, na amepewa fomu, ameisoma, ameijaza na ameielewa, na tumeongea na wadhamini wake wa mwanzo ambao unajua mtu kabla ya kuja Omani ni lazima apewe chansi ya kuzungumza na wakala, na wakala anachukua maelezo ndo anamuombea kazi, baadaye anachukua police clearance, baadaye pia anatumiwa mkataba. Baada ya visa anaenda kupata utaratibu kutoka katika mamlaka husika za TAESA na ZAECA. Kwa hiyo naweza nikazungumza kwa kifupi zaidi, madama tuko sisi ofisini, Rahma yupo hapo, mnaweza mkampa dakika chache za kuweza kumsikiliza yeye. Nadhani maelezo yake ni mazuri tu ambayo ataweza kuyazungumza, lakini atatoa ushuhuda, nani alimtorosha ngapi, tarehe ngapi, ametumia usafiri, nani alimshawishi. Nadhani watu hawa ni watu ambao tayari wanaharibu mfumo mzima wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawatuwakilishi vyema. Niwaombe tu kwamba ushauri wangu waache hii kazi mara moja, kwa sababu sasa hivi serikali ipo macho, na wafanyakazi ambao kupitia Global TV wamerudi kwa maajenti wao sasa hivi. Nadhani mpaka leo asubuhi kuna mfanyakazi mwingine amempigia agenti wake akimuomba samahani na yuko tayari kurudi, na amekuja na sponsor. Kwa hiyo mtu anaporudi katika njia hiyo, amekuja na sponsor wake, lazima umsikilize ili uweze kumpa chance, kwa sababu katafuta mwenyewe. Kitakachofanyika hapo ni kuomba tu mamlaka husika wafike ubalozini waweze kubadilisha mkataba kutoka katika jina la yule bosi wa kwanza kufikia bosi namba 2. Serikali itaingiza mapato na ofisi itapata mapato, na raia wetu atanufaika kwa mujibu wa sheria na kanuni. Tunawaomba hawa watu ambao wanaendelea kuwatorosha wafanyakazi, ukweli watengeneze mbinu nyingine ya kutafuta riziki, na sio kutumia jasho la mtu mwingine kuweza kuwatia kazi kwenye matatizo, kwa sababu jasho hili unakuja kushuhudia ndo yale mtu ananunua kiwanja, anajenga, anafanyaje, anasomesha, mwisho wa siku mtoto anatoka feli, kule nyumbani nako anauziwa vitu vyake vyote baada ya kukamatwa na uwekwa jela. Kama ilivyo ni kwamba Rahma yupo chini ya yetu sisi na atatafutiwa bosi mwingine, ataendelea na kazi. Alieleza tu mwanzo pale baada ya kuwa anahitaji kupata chance, manake tiketi yake ilikuwa mkononi mwangu. Yani ilikuwa yeye anidhibitishia anahitaji kazi na atadumu kazini au anahitaji kurudi Tanzania ili kuweza kurudisha amana ya mtu salama salimini. Tiketi yake ilikuwa mkononi mwangu na ilikuwa tu ni kwenda polisi na kucancel visa yake na kumtakia safari njema. Lakini kwa sababu baadhi ya kutoka katika vyanzo vya agenti wake wa kwanza pamoja na kushirikiana na mama yake pamoja na Farida kupata simu kutoka katika vyombo vya usalama, ushauri kwamba kama mtu ameweza kutekeleza majukumu yale na masharti ambayo mmempa yametimia, basi mna uwezo wa kumpa nafasi nyingine. Ninaomba kubalance story kama ilivyo, kama ambavyo nafahamu, na Rahma yupo salama kabisa, wala hana changamoto ya aina yoyote, labda kwa hapo baadaye. Nasema hivi, kulingana na story iliyopita hapo wiki iliyoisha kutoka kwa baadhi ya wafanyakazi, akiwemo mfanyakazi mmoja anaitwa Zainab, na kesi yake ilienda mpaka ilichukua muda sana, na tunashukuru pia watu wa ubalozi, nilikuwa nao, niliungana nao, na tunashukuru sana kiukweli mpaka kufikia ule mfanyakazi kuja kupata kwenye mazingira ambayo alikuwemo, na mpaka sasa hivi kesi iko Wizara ya Kazi, iko mamlaka ya juu kabisa. Nikizungumza hivyo mnanielewa. Na Mtanzania mwingine ambaye alikuwa yuko jela kwa kipindi cha muda mrefu. Kwa kushirikiana na vyombo vya usalama, tunapenda tu kuwashauri wafanyakazi mambo kama matatu. Jambo la kwanza,
Jambo namba moja, mfanyakazi anapoona changamoto imekuwa kubwa zaidi, kwanza atengeneze mahusiano mazuri na ajenti wake, kwa sababu hakuna mtu yoyote anaweza akapiga kwenda kwa mwajiri na akatoa mamlaka ya aina yoyote wala sauti yoyote bila yule agent wa asili aliweza kupatana naye kazi. Jambo namba mbili, watengeneze mahusiano mazuri yanayoiwakilisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa vyema kwa kushirikiana na ubalozi. Ubalozi unamsikiliza kila mtu. Wapo wafanyakazi wanaleta malalamishi kwamba ubalozi hawapokei simu, hawajibu, lakini kwa uhakika mimi nakuhakikishia 90% watu wanajibiwa. Lakini unakuta ndo kama hivi, mtu unamwambia tuma ujumbe wa sauti, anatuma dakika 50. Ni kitu ambacho wapunguze. Jambo la tatu ambalo ni muhimu sana, mtu anapoona ameamua kuchukua mguu wake na kuondoka ndani ya nyumba anayopata ima changamoto hiyo au mateso au nini, kituo cha kwanza cha kwenda kuripoti ni polisi, na polisi ima watampigia mwajiri wake au wataipigia ofisi au watampigia agenti au watamdirect moja kwa moja ubalozini wake. Hii tabia ya mtu kutoroka na kuingia kwenye nyumba ya mtu ambaye hajui kama ana vibali, ana nyaraka zozote za serikali, anafikia pale ndani ya siku 2 bila kuwa hewani, anamchukulia hatua ya kumtafutia kazi sehemu nyingine, na yeye mwenyewe bila kujiongeza kwamba hapa nilipo sio sehemu salama. Ndugu zanguni, watajikuta wafanyakazi wanapata matatizo makubwa, halafu serikali haiwezi kukusaidia kwa sababu hukuchukua hatua za kisheria. Mtu anapotoroka, hatushauri watu watoroke, lakini inapofika hatua kwamba kuna namba inaitwa 999 ziwe 4. Hizi namba unapiga free human. Hapo unapigia wakina nani? Unapigia human traffic, unapigia mamlaka husika ambayo na uwezo wa kukufuata mpaka hapo polisi watakuja na gari. Baadhi ya wafanyakazi wawili wamekumbana na changamoto, wamefanya hivyo na wamepata msaada na leo wanaendelea vizuri katika kazi zao. Kweli unakuta mfanyakazi ni mkorofi au bosi ni mkorofi. Kinachozingatiwa, je, wakati wewe unaamua kuondoka kwenye hiyo nyumba, umeishi mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mpaka mwaka, mpaka miaka 4, unaishi maisha ya nje, unakuja kukamatwa na polisi, alafu unalaumu serikali hainisaidii, ajenti wangu hakunisikiliza, wala ubalozi haukunisikiliza. Unategemea miaka 4 unaishi nje. Nani ataweza kukusaidia? Nani ataweza kulipa vati ya serikali? Gharama inakuwa ni kubwa. Unakuta mtu ana gharama za bosi wake, ana gharama za ofisi, ana gharama za serikali. Serikali kivipi? Zile gharama ambazo anaishi nje ya ame overstay. Kitendo hiki ni kibaya sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa ninatoa ushauri wangu ni hivi: mtu anapotoka kwenye nyumba, sehemu ya kwanza ya kuripoti na sio kwenye ofisi yake alikotoka, au kama ofisi iko karibu ataripoti. Kama ofisi haipo karibu, aripoti kituo cha polisi. Alafu kituo cha polisi watamwambia kesi hii haihusiki na sisi, kwa hiyo tunakudirect moja kwa moja, atapewa usafiri, ataenda embassy. Na akifika embassy atasikilizwa. Nakumbuka siku ya Jumanne na Alhamis, siku za kusikiliza mashakili ya wafanyakazi. Kitendo ambacho kweli sisi kitatupa uhuru wa kupumua kwamba tunaleta watu wenye akili zao timamu. Yaani TAESA kwa kushirikiana na ZAECA na kwa mujibu wa mwongozo wa mawakala wanakupa wewe kibali cha kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Watu walikuja kitambo, hawakukuwa na simu, hakukuwa na aina yoyote ya mawasiliano, walikuwa wanawasiliana na familia zao mara moja. Watu waache magrupu, waheshimu kanuni, waheshimu sheria. Na anapofika hatua mtu akasema basi ni miongoni mwa watu ambao nilipata changamoto, ifike hatua mtu atokee aseme mimi ni miongoni mwa watu ambao nilipata changamoto ndani ya nyumba kwa kupitia vyombo vya habari au ofisi namba fulani au ubalozi, nilisaidiwa na nikatekelezewa, na sasa hivi naishi vizuri ndani ya mkataba wangu. Na washauri watu, sio watu wanaleta malalamishi tu. Nyuma ya malalamishi, maana yake baada ya story kuisha kuna manufaa ambayo mtu aliweza kuishi vizuri akafanya kazi. Kwa hiyo watu wasilete tu matukio, walete pia na natija ndani ya hayo matukio yao. Tunawaomba tu wa Tanzania waweze kuelewa kwamba hawaiwakilishi vyema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi yenye amani, yenye ushirikiano, yenye upendo, yenye kila kitu. Na sasa naona baada ya kuzungumza story kuwa ndefu, na nashukuru sana Rahma ameelewa kwamba labda sehemu alipo ni sehemu gani na anataka kuzungumza. Sasa hiyo clip itakuwa ni ya kwake Rahma Warioba kwa niaba ya watu wanaoishi nje. Wao wanaita Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.